Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya Kesha la Asubuhi. Leo ni Septemba 28 mwaka wa 2025. Tunaenda kuliangazia somo linalosema Hezekia alijinyenyekeza. Somo hili limejengeka katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 32-26. Neno la Mungu linasema, hata hivyo Hezekia alijinyenyekeza kwa ajili ya huku kutukuka kwa moyo wake, yeye na wenyeji wa Yerusalemu, hata haikuwajia hasira ya Bwana siku za Hezekia. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, asante kwa ajili ya siku ya leo. Nakushukuru kwa sababu ya wema wako na ulinzi wako katika maisha yetu. Tufundishe kuwa wanyenyekevu. Tufundishe kuwa kama wewe ulivyokuwa. Tusaidie tuakisi tabia yako katika ulimwengu huu wa dhambi. Tusaidie tuwe watakatifu kama wewe ulivyo mtakatifu. Enda nasi asubuhi ya leo ukimfundisha kila mmoja wetu sana mapenzi yako, katika jina la Yesu. Amina. Akijawa na majuto, Hezekia alijinyenyekesha kwa kiburi cha moyo wake. Lakini ile mbegu mbaya ilikuwa imepandwa, na kwa wakati ilibidi ichipue na kutoa mavuno ya ukiwa na ole. Katika miaka yake yaliyobaki, mfalme wa Yuda alikuwa awe na utajiri mwingi kwa sababu ya kusudi lake thabiti la kukomboa wakati uliopita na kuleta heshima kwa jina la Mungu aliyemtumikia. Lakini bado imani yake ilibidi ijaribiwe vikali, na alipaswa kujifunza kwamba ni kwa kuweka tumaini lake kabisa kwa Yehova ndipo angeweza kutumaini kuzishinda nguvu za giza zilizokuwa zinakula njama kwa ajili ya maangamizi yake na uharibifu wa watu wake kabisa. Kisa cha kushindwa kwa Hezekia kuthibitisha kuwa mwaminifu kwa dhamana yake wakati wa ziara ya mabalozi kimejazwa na somo muhimu kwa wote. Zaidi sana kuliko tunavyofanya, tunahitajika kuzungumza juu ya sura zile za thamani katika uzoefu wetu, rehema na wema wa Mungu na vina visivyo na kifani vya upendo wa Mwokozi. Pale akili na moyo vinapojazwa na upendo wa Mungu, haitakuwa vigumu kukitoa kile ambacho kinaingia katika maisha ya kiroho. Mawazo makuu, matamanio bora, utambuzi dhahiri wa ukweli, makusudio ya ukarimu, shauku kwa ajili ya utauwa na utakatifu yataelezwa kwa maneno ambayo yanayodhihirisha sifa bainifu za hazina ya moyo. Wale ambao tunashirikiana nao siku hadi siku wanahitaji msaada wetu na uongozi wetu. Wanaweza kuwa katika hali ya akili ambapo neno linalosemwa kwa wakati unaofaa litakuwa kama msumari uliopigwa katika mahala pa hakika. Kesho baadhi ya roho hizi zinaweza kuwa mahali ambapo hatuwezi kuzifikia tena. Je, mvuto wetu juu ya wasafiri wenzetu hawa ni upi? Kila siku ya maisha imesheheni majukumu ambayo tunapaswa kuyabeba. Kila siku maneno na matendo yetu yanawaathiri wale tunaoshirikiana nao. Ni hitaji kubwa kama nini kwamba tunapaswa kuweka ulinzi juu ya midomo yetu na kulinda hatua zetu kwa uangalifu. Tendo moja la kizembe, hatua moja isiyo ya busara, husababisha mawimbi yanayotapakaa ya majaribu fulani yenye nguvu yanayoweza kuuzoa roho katika njia ya kuelekea katika uharibifu. Hatuwezi kuyakusanya mawazo ambayo tumeyapanda katika akili za wanadamu. Kwa upande mwingine, ikiwa kwa mfano wetu tunawasaidia wengine katika kukuza kanuni nzuri, tunawapa uwezo wa kutenda mema.
kwa zamu yao wanaweka mvuto huo huo wenye faida juu ya wengine. Hivyo mamia na maelfu wanasaidiwa na mvuto wetu tunaoutoa pasipo kufahamu. Mfuasi wa kweli wa Kristo huimarisha makusudi mema ya wote anaokutana nao. Mbele ya ulimwengu usioamini unaopenda dhambi, anadhihirisha nguvu ya neema ya Mungu na ubora wa tabia yake. Manabii na Wafalme, ukurasa wa 238 na 239. Kumbuka leo ni Septemba 28, mada ikisema Hezekia alijinyenyekeza. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Tunapoendelea kutafakari mada hii nzuri, tusikilize wimbo huu kutoka kwa Ububombi, wimbo unaosema utaanguka Babiloni. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu udumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Utaanguka ewe Babiloni, mji ule wa kale, utawaangamiza wengi ewe Babiloni. Utaanguka ewe Babiloni, mji ule wa kale, utawaangamiza wengi ewe Babiloni. Utaanguka ewe Babiloni, mji ule wa kale, utawaangamiza wengi ewe Babiloni. Oh Babiloni, oh Babiloni, Babiloni, oh Babiloni, mji ule wa machafuko. Oh Babiloni, oh Babiloni, Babiloni, oh Babiloni, utawaangamiza wengi. Oh kimbieni, oh kimbieni, kimbieni, oh kimbieni, mtoke kwenye mji huo. Hebu mtoke wote Babiloni, enyi mlo wa Mungu, wala msije kushiriki maovu yake. Hebu mtoke wote Babiloni, enyi mlo wa Mungu, wala msije kushiriki maovu yake. Hebu mtoke wote Babiloni, enyi mlo wa Mungu, wala msije kushiriki maovu yake. Oh Babiloni, oh Babiloni, Babiloni, oh Babiloni, mji ule wa machafuko. Oh Babiloni, oh Babiloni, Babiloni, oh Babiloni, utawaangamiza wengi. Oh kimbieni, oh kimbieni, kimbieni, oh kimbieni, mtoke kwenye mji huo. Duniani sawa na Babiloni, utaangusha
utaangusha wengi. Ni heri twende kwake Yesu atuokoe. Dunia ni sawa na Babuloni, utaangusha wengi. Ni heri twende kwake Yesu atuokoe. Dunia ni sawa na Babuloni, utaangusha wengi. Ni heri twende kwake Yesu atuokoe. Oh Babuloni, oh Babuloni, Babuloni, oh Babuloni, mji ule wa machafuko. Oh Babuloni, oh Babuloni, Babuloni, oh Babuloni, utawaangamiza wengi. Oh kimbieni, oh kimbieni, kimbieni, oh kimbieni, mtoke kwenye mji huu. Oh kimbieni, oh kimbieni, kimbieni, oh kimbieni, mtoke kwenye mji huu. Oh kimbieni, oh kimbieni, kimbieni, oh kimbieni, mtoke kwenye mji huu.